Mungu akubariki wewe ambaye tumekuwa wote siku zote, na Mungu akubariki wewe ambaye utayafanyia kazi haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu nisema jambo la msingi sio kujua. Ndio maana Biblia inasema wanaojua mema afu hawayafanyi, si ndivyo? Hao watapata adhabu nini? Zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu faida ya kujua haiko kwenye kujua tu. Faida ya kujua kitu ipo pale ambapo unakitumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nataka nikutie moyo kabisa, uwe na bidii ya kusikiliza na kuelewa, lakini ukafanye bidii katika kufanyaje? Kutenda. Kisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, inasema utakaposikia na utakapofanya bidii katika kufanya haya ni kuagizayo leo. Ndio mahali anaanza kutoa nini? Zile ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama hilo andiko huwa mnalijua. Kwa hiyo unakuta mtu anakazana kusema yeye ni kichwa wala sio mkia, lakini anasahau kwenye kusikia na kuweka bidii katika kufanyaje? Kutenda. Mtu amekazana kusema tu tutakopesha hatutakopa, ameenda kwenye ahadi na anataka itimie, lakini sehemu ya kusikia na kutia bidii katika kutenda anafanyaje? Anaiacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata shida sana, na wakati mwingine kanisa linapitia wakati mgumu sana, kwa sababu tuna idadi kubwa ya watu ambao ni wasikilizaji lakini sio nini? Sio watendaji. Ndio maana Biblia inasemaje? Iweni watendaji wa neno, si ndivyo? Na sio nini? Sio wasikilizaji. Sasa hili somo ambalo tunajifunza hapa, kwa mimi kwa binafsi yangu na Mungu anavyonishuhudia, ni somo ambalo kila mtu katika kizazi ambacho tunaishi leo, hususan ni vijana, wanatakiwa kulisikiliza na kulifanyia kazi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi nasemaga uzee huwa ni umri wa historia. Tangu nikiwa mdogo babangu alikuwa ananiambia kwamba ukizeeka unakuwa ni mtu wa historia. Huna nguvu tena ya kufanya kitu kipya. Unakuwa unasema tulifanya hiki, tulihubiri injili sehemu fulani, tulianzisha kanisa mahali fulani. Ndio maana wazee wao wanatuambia enzi zetu. Wanaweza kujua. Hawasemi wanaweza kufanya nini sasa hivi, lakini wanatusimulia mengi ambao waliyafanya kipindi kilichopita. Kwa hiyo nataka nikutie moyo kabisa, Mungu anapomtuma mtumishi wake tena na tena mahali hapa katika madhabahu hii, hata kama ni yule ambaye umemzoea, hata kama ni yule ambaye huwa unamtazama kwa namna ambayo unaijua wewe, hebu chukua kile kitu ukifanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitarudi kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 25. Nitaanzia sasa hapa, nitasoma mstari kuanzia mstari wa 14, afu nitakuja kuanzia kwenye mstari wa 26. Bwana Yesu asifiwe. Nina mambo mawili tena, alafu nina maswali 6 ambayo nitamalizia nayo, ambayo yatamsaidia kila mtu kuweza kufanya vizuri kwenye eneo ambalo Mungu amemweka kwa wakati huu, kabla hajamhamishia kwenye eneo jingine. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia mambo mawili ambayo yamemfanya Mungu akupe nafasi ulionayo, mawili tu. Mambo mawili. Nani anaweza kunikumbusha jambo la kwanza? Dada pale amekuamini. Jambo la pili nani atanikumbusha? Umepewa nguvu. Kusudi la Mungu liko ndani yako. Nikakwambia hilo haliletwi kwa kuwa na elimu ya chuo kikuu, wala haliondolewi kwa fanyaje? Kwa kuikosa. Kwa sababu kuna watu wengine kutokupata shule sio kosa lako. Ni mazingira tu ndio yalikuwa hivyo, na Mungu alikuwa anayaona akayaruhusu yawe hivyo, kwa sababu hata utaratibu wa shule haukuanzishwa na Mungu, ulianzishwa na watu. Mungu akaona isiwe shida, wewe kaa hivyo hivyo. Na mchungaji akaongezea kitu kimoja, akasema kuna tofauti kati ya kuwa na elimu na kuwa na nini? Na maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi huwa nasema kuna vitu viwili. Kuna kupata elimu na kuna kupatwa na nini? Na elimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukikuta mtu analalamika siku hizi kazi hamna, maisha ni magumu, elimu fulani hailipi, unajua serikali, afu anakuambia amesoma,
ujue huyo amepatwa na nini. Sasa ukipatwa na elimu, wewe ndo unageuka unakuwa sehemu ya ile elimu. Sijui kama kuna mtu ananisikiliza hapa. Ila ukipata elimu, ile elimu inaongezeka kwako. Yaani sio kwamba bila wewe kumaliza chuo kikuu hauwezi kuwa na maisha. Ila ukipata elimu ya chuo kikuu, walau kwenye kaeneo fulani, itakusaidia kuongeza mwendo zaidi kwenye nini? Kwenye utafutaji wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mawili yanayokutoa ulipo. Jambo la kwanza, anataka mtu mpya. Uaminifu. Jambo la pili, kutenda vyema au kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda wako utaenda kusoma ile Mwanzo 37 mpaka 42. Kwa muda wako ukiwa nyumbani, soma Mwanzo 37 mpaka 42 kwa kuirudia rudia. Jipe hata wiki nzima. Soma wewe na tafakari. Soma, omba Mungu, tafakari. Soma, omba Mungu, tafakari. Bwana Yesu asifiwe. Jipe hata wiki nzima. Mimi naipenda sana story ya Yusufu kwa sababu moja. Yusufu alikuwa na sababu zote kabisa za kumlalamikia Mungu. Yusufu alikuwa na sababu zote kabisa za kusimama kinyume cha nani? Cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yusufu ni mfano mzuri sana kwetu wengi kwa jinsi ambavyo tunaweza kuinuka kutokea kwenye nafasi tulizonazo, ukiachilia mbali magumu ambayo tunakutana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kati ya vitu vikubwa ambavyo Yusufu alimuonyesha Mungu, alimuonyesha vitu hivi viwili. Bwana Yesu asifiwe. Wala sio Mungu peke yake, na wanadamu pia. Vitu vingapi? Uaminifu na kutenda nini? Kama Yusufu asingetenda vyema, asingewekwa juu ya vitu vyote katika nyumba ya Potifa. Na wala angeweza kusema, Bwana, unajua mimi hapa Mungu ameshaniambia nitakuwa mtu mkubwa sana. Kwa hapa kwa Potifa, ngoja nikae tu nisubirie. Najua inawezekana mchungaji au kuna mtu huko ulikotoka alishawahi kutabiri, akasema wewe utakuwa mtu fulani, kwa kila eneo unaloingia unasema ngoja tu nikae nifanyeje? Nisubirie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema Yusufu akapata kibali mbele ya mkuu wa nani? Wa gereza. Gerezani Yusufu hakuishi kama waziri mkuu. Wala hakufika pale akamwambia mkuu wa gereza, sikiliza. Hakusimulia ndoto ambao aliwasimulia ndugu zake nyumbani. Yusufu aliishi gerezani kama mfungwa wa kawaida, ndio maana alipata sifa za kuwa kiongozi wa wafungwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuwa kiongozi wa wafungwa wengine kama wewe sio mfungwa. Huwezi kuwa kiongozi wa wafungwa wengine kama wewe sio mfungwa mtiifu. Mfungwa ambaye mkuu wa gereza anajua akitaka kukupa ajenda yoyote utaisimamia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kila ambacho alitakiwa kukifanya kwa uongozi wa Mungu, Yusufu alikifanya kwa uaminifu hata kama kilikuwa ni kidogo. Sijui kwa kipindi hicho biashara ya kutafsiri ndoto watu walikuwa wanalipwa shilingi ngapi. Inawezekana ilikuwa ni tasnia kama zilivyo zingine leo. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kule gerezani mtafsiri ndoto hakuwa mmoja tu. Inawezekana hakuwa Yusufu peke yake. Inawezekana hakuwatafsiria watu wawili au mmoja, lakini wameandikwa wale wawili. Bwana Yesu asifiwe. Sijui, najaribu kuongeza kufikiria kwangu. Yaani najaribu kujiongeza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu angeweza kusema sasa najisumbua na nini? Na wakati tayari Mungu ameshafanyaje? Ameshaniambia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nafikia mahali Yusufu anapata watu wawili wa kuwatafsiria ndoto, anafanya kwa nini? Kwa uaminifu, kama Mungu alivyofanyaje? Alivyomuongoza. Wakati mwingine kinacholeta fursa yako kubwa sio ile nafasi kubwa ambayo huwa unaiwaza, ila ni nafasi ndogo ambayo Mungu amekuweka, mpaka na wewe unajua ni ndogo na watu wengine wanajua hii nafasi ni ndogo, lakini kwa uaminifu wako pale ulipo ndio waga mnashangaa tu siku ya siku mtu anakupigia simu, wewe ndio fulani. Tunakuhitaji mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ametoka huko mbali, hana shida yoyote, kachumbia sehemu zingine zote kumegoma, ananyosha mikono anamwambia mchungaji, natafuta mke.
Recommendation huwa zipo jamani, kuna recommendation. Yaani Mungu ana njia nyingi za kukuletea kile unachokitaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji tu anaweza akaenda mahali fulani akasema, subiri kwanza hapo. Pale kanisani kwetu kuna binti. Ukimpata huyo, yaani hata kabla hajamalizia jamaa ashajisalimisha anaongozwa sala ya toba kuingia kwenye nini? Kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasemaga sala ya toba sio ya wakati mtu anaokoka peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unanielewa. Yaani kati ya vitu vyote katika maisha yako, kati ya vitu vinaturudisha nyuma watu wengi, kati ya vitu ambavyo vimetugharimu hatua ambazo tungekuwa nazo mbali wakati mwingine, ni kukosa uaminifu kwenye maeneo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na mengine ni maeneo ambayo watu wengine hawawezi kutuona. Na mengine ni maeneo ambayo mchungaji hawezi kukuona. Mengine ni maeneo ambayo mama mchungaji hawezi kukuona. Mengine ni maeneo ambayo jirani yako hawezi kukuona, lakini Mungu anaona kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Uaminifu. Jambo la pili nikakwambia kutenda nini? Kutenda vyema. Yaani kila mtu ana nafasi yake. Hakuna mtu anayekuzuilia kwenye nafasi ulionayo. Na mimi ninaamini Mungu kwenye zile nafasi ambazo ametuitia. Yaani kuna viwango vikikosa mtu, Mungu hawekagi mtu kwenye sehemu kwa sababu imekosa mtu. Haipo. Yaani kuna nafasi ikiwa haina mtu itabaki hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mawili ambayo yanawafanya watu wengi waendelee kuwa kwenye nafasi ambazo Mungu amewaweka, yaani wakuhamie hapo. Jambo la kwanza, uoga. Ndio maana nilisoma pale akasema, Bwana, najua wewe mtu wakusanya usipotawanya na unavuna usipo. Sasa ningekuwa mimi yule jamaa ningetabasamu kwa sababu amenisifia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani na uwezo wa kupata hata sehemu ambayo sijapanda. Si ni sifa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huo utangulizi tu wa kuelezea kunijua, inawezekana ulikuwa unakuja na habari njema nyuma yake, lakini jamaa anakuja kuniambia akafanyaje? Akaogopa. Unajua kuna kitu ukimwambia mtu alikuwa ametabasamu, anapunguza kidogo. Alipokuja kwenye swala linalofuatia, jamaa ndo akamgeuka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, kuficha ulichonacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza kukiona ni kidogo, unaweza kuona una mtaji mdogo, lakini mbele za Mungu sio kama unavyouona. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 4, Kutoka sura ya 4, Musa akajibu akasema, mstari wa kwanza, lakini tazama hawataniamini wala hawatasikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Bwana Yesu asifiwe. Ni nini ambacho uko nacho? Yawezekana watu hawatakuamini kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wameitwa. Hiyo sio kesi. Una nini? Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana watu hawatakuamini kama mmoja wapo wa watu ambao wakianza kufanya biashara leo watafanikiwa. Isiwe tatizo. Mungu ataniaminije kama na mimi miongoni mwa wale ambao umeamua kuwatumia kwenye kalama za uimbaji? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Una nini? Ukiendelea hapo akasema ni fimbo. Musa akajibu ni fimbo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 3, akamwambia itupe chini, akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Kumbe
Ulichonacho ni cha kawaida sana kabla hujaanza kukitumia. Na shida yako tu kubwa ni kujizuilia kwenye hicho na kuacha kufanyaje? Kukitumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi sasa huwa nawaambia watu ulichonacho hawezi kukusaidia. Hakiwezi kukusaidia kama hujui kukitumia. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Musa ukiendelea kusoma huko, baadaye akasema sijui nitaongeaje na nini na vitu kama hivyo. Mungu akamwambia usijali. Si yuko Haruni. Kwa story ilivyoishia, walivyoenda kwa Farao, Musa alivyomwagiza Haruni aweke ile fimbo chini, kwa sababu Mungu alimwambia yeye atakuwa kama Mungu kwa Haruni. Ikabadilika kuwa nini? Kuwa nyoka, si ndivyo? Wale jamaa wakasema hata sisi tunaweza. Wakatengeneza nyoka wao, wale nyoka wengine wakamezwa. Kwa kile ambacho Mungu amekupa, haijalishi watu wengine wanakionaje. Haijalishi ni watu kiasi gani wanaweza kufanya kama kile ambacho wewe unaweza kukifanya. Lakini utakapochukua hatua ya kukitendea kazi hicho ulichonacho, mimi sikijui. Yawezekana hata mchungaji akijui. Yawezekana hata mama mchungaji akijui. Yawezekana mtu aliyekaa kushoto kwako, kulia kwako hakijui. Ndio maana hawakukazanii wala hawakutii moyo katika hicho. Na wewe umekaa kwa sababu hakuna anayekukazania wala anayekuja kukutia moyo. Hakuna anayekuja kukuambia unajua wewe unaweza sana. Kila anayekuangalia akikuona tu wakati unatokea anabonyezana na mtu mwingine wa pembeni, huyu ndio yule dada ambaye matokeo ya mwaka jana alipata 0. Alafu wanaendelea wanacheka kwa namna fulani, na wewe unaweza ukajiunga nao kucheka, kumbe wewe pamoja na wao mnamcheka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukitokea tu wakikutazama, huyu ndio yule binti ambaye amekuja kutoka kijiji fulani jana, kaja kuanza kazi kwenye. Kwa wanachoona tu ni kile ambacho wao wanaweza kukiona. Lakini kile ambacho wewe unakiona uko nacho na unakiogopa, hakuna mtu mwingine anayekiona, hakuna mtu mwingine anayekijua. Kwa ustarajie kuna nyakati usitake kupiga hatua kwa kuwa na watu wa kukutia moyo, kwa sababu kuna wakati hakuna atakaye kuwa anakuelewa. Hakuna aliyemuelewa Daudi kwa udogo aliokuwa nao. Wakati anasema mimi huyu jamaa anaweza kumshughulikia. Fanya jambo moja tu unisaidie nipeleke kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usifiche ulichonacho. Haijalishi watu wengine wanakuonaje. We anza. Unataka nini zaidi ya ndio kutoka kwa Mungu? Kwa sababu hakuna anayejua maisha yako miaka 5 ijayo. Na hakuna atakayejenga maisha yako miaka 5 ijayo kama wewe hautaamua kuhusika 100% katika ujenzi wa maisha yako mwenyewe. Hayupo. Hakuna atakaye kuja kutoka nje kuja kutusaidia kujenga hii huduma mahali hapa miaka 5 ijayo kama sisi wenyewe hatutaamua. Kwa sababu kuna watu wakituangalia hawatuelewi. Kuna watu wakituangalia wanatusema vibaya. Kuna watu wakimuona mchungaji wetu wanaongea wanaoyajua. Kuna watu ukiwaambia nimetoka Changanyikeni, ndani wanazungumza ndani kwa ndani, hutaelewa kile wanaongea, lakini hawako pamoja na wewe. Kwa kama wewe hutajitoa 100%, tumsimamishie kazi Bwana mahali hapa, manake hakuna mtu mwingine kutoka nje atakayetuhurumia kama sisi hatutachukua hatua ya kujihurumia sisi wenyewe kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu anawaambia msinililie mimi, jililieni nyinyi na nini? Kwa sababu shida itawakuta nyinyi, mimi nimemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mambo mawili mengine tena. Mambo mangapi? Mambo mawili. Alafu mambo ambayo yanawarudisha watu nyuma zaidi. Sijui kama mnanielewa. Yaani kwa sababu hii kuogopa na
Kukificha kile ulichonacho kuna kitu kingine kabla ya hiyo. Yaani haiwezi kutokea tu mtu anaogopa tu. Maana yake kuna kitu ambacho kikiwepo hicho, haya mengine ni matokeo. Na huo ndio mzizi unaowafanya watu wengi wakwame, lakini ndio mzizi ambao unapelekea watu wengine kupoteza hata kile kidogo walicho. Si hapa anasema mnyang'anyeni, mpeni yule alizonazo ngapi? 10, afu mtupeni nje. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna watu kila kukicha wanasema kila kukicha ni afadhali ya nini? Maana yake kile nilichokuwa nacho jana kimepotea. Yaani nimehamia kwenye level nyingine ambayo ni ngumu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tasoma hapa. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, 25:14 Mathayo. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake, akasafiri. Jambo la kwanza linatoka hapo, linalowafanya watu wengi wajihalalishie kukaa mahali walipo, linalofanya watu wengi waingie kwenye kundi la yule jamaa au Mungu kusema huyu tumnyang'anye tu, tumpe mwingine. Jambo la kwanza kabisa ni kujilinganisha na watu wengine. Kuna watu tumepata uhalali wa kutomtolea Mungu kwa uaminifu kwa sababu ya kujiona kwamba sisi hatujabarikiwa sana kama watu wengine. Kwa kile wewe ulichonacho unakiona sio kitu kama kile anachotoa fulani. Kwa sababu jamaa alivyoona kuna mtu amepewa 5, kuna mtu amepewa 2, alafu yeye akawa kwenye 1. Unajua ukiwa na watoto nyumbani ukaleta zawadi, mimi naye mmoja, sina wewe. Kwa hiyo nikileta zawadi naleta 1. Na hajaanza kujua zawadi bado. Kwa hiyo bado niko kwenye grace period wanaita. Mwanangu ajui zawadi. Akiniona tu anatabasamu ananikimbilia basi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku tumezaliwa 5. Kwa hiyo najua shughuli ya nguo za sikukuu. Najua shughuli ambayo baba alikuwa anaipata akitoka safari. Najua shughuli ambayo mama alikuwa anaipata akija na kitu chochote nyumbani, afu atugawie kwa utofauti. Unaweza ukajihisi upendo. Unaweza ukajihisi mama huwa anampenda fulani peke yake. Alafu kitu kingine sio kwenye zawadi tu, hata kwenye ugawaji wa majukumu. Mimi kuna kipindi mpaka nikawa najisikia vibaya. Mimi nimelelewa kwenye familia ya kawaida kabisa. Najua kupika, najua kuosha vyombo, kwa mjini siwezi kuondoka. Zikiisha kazi zote, hata makongoro naweza kupika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kila siku asubuhi jina langu mimi ndo lilikuwa mdomoni kwa mama. Siku ambazo hatuendi shule. Kwa mimi ndo nitawasha moto. Lame, amka uwashe moto. Kwa mpaka nikawa naona kama hili jukumu bora napewa mimi peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilipokuja kupata akili baadaye nikajua sio kwa sababu mama alikuwa ananichukia. Kuna eneo alikuwa anataka afanyeje? Anijenge ili nikija mjini hapa Dar es Salaam nisishindwe maisha. Unaweza ukajihisi kwamba wewe umedharaulika. Unaweza ukajihisi kwamba wewe kati ya wale watu wengine haufai, lakini moja ndio uliopewa. Kwa wengi tunataka kujilinganisha na watu wengine katika maisha. Ndio maana wakati mwingine tunakosa ujasiri wa kuyafanya yale ambayo tunatakiwa kuyafanya kwenye nafasi ambazo Mungu ametupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la ngapi? La kwanza. Kwani ni nani alimwambia moja haiwezi kuzalisha? Na ingekuwaje kama tu angekuwa peke yake afu akapewa 1? Mimi nasemaga huwa tunapata shida tunapoanza kuona vitu kwa watu wengine. Sasa hivi unajisikia vibaya unapotembea kwa miguu na kuna mtu anaendesha gari, si ndivyo? Si ni sawa? Si ni sawa? Yaani itokea hapa kanisani wote wana magari afu wewe peke yako hauna. Utajisikiaje? Lakini turudi nyuma mwaka 1812. Tanzania ya kipindi hicho. Hakuna gari, hakuna umeme, hakuna chochote. Nafikiri watu walikuwa hawana furaha.
Kinachotusumbua sasa hivi ni kujilinganisha. Yaani unavuta picha hivi fulani akiwa kwenye gari kule, kwanza anakuwa hivi, kuna raha gani ya kuendesha gari? Najua gari unapanda, daladala unapanda, lakini haujai kuwa na lako. Kwa magari tunapanda, tunachanga nauli, dereva anaweka mafuta na sisi tunaingia, si ndivyo? Lakini unawaza ile kuwa na lako ambalo umelala ndani, umeliacha nje kabisa, unajua nje kuna gari yangu inanisubiri asubuhi, nitafanyaje? Tatoka. Si ndivyo? Unayawaza maisha ya mtu mwingine, unayaweka kwenye mzani, unapima na ya kwako. Unaona ya kwako ni kidogo mno kiasi kwamba ule mzani unavyosoma jamaa amekuelemea, unaamua kukata tamaa, unaingia kwenye ile kundi la wale wanaosema kwamba tunasindikiza nini? Maisha. Ukikuta mtu anasema anasindikiza maisha, ujue amejilinganisha na mtu mwingine. Kwani maisha ni yapi? Je, maisha ni kuwa na gari zuri? Maisha ni kula chips kuku kila siku? Maisha ni kuvaa nguo ya 30, 40, 50 au 100,000? Ni nini kinamfanya mtu aseme kwamba tunasindikiza maisha? Bwana Yesu asifiwe. Ni nini kinamsababisha mtu aseme tunaganga njaa? Hivi fikiria kitu kimoja, kama wewe sawa, ungejikuta ndo dunia, uko duniani hapo uko peke yako. Hapo unajua maisha huwa ni kulala nje. Yaani kama nyani hawana shida, ndege hawana shida, yaani hawajui gari, hawajui nyumba, hawajui chochote. Yaani kwao maisha, ukipata mti ukakaa ndo usafi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ungekuwa peke yako, hamna nyumba, hamna kitu chochote, unafikiri ungekuwa unanungunika? Kwa sababu usingekuwa na mtu wa kujilinganisha naye. Kuna mtu anafika mahali anaanza kujichukia kwa jinsi alivyo. Mimi imewahi kunikuta. Ukiwa na miaka 2, mwezi mmoja, yaani ukijiangalia kwenye kioo au kuwekea kioo mbele yako, unatabasamu tu vizuri, unacheza na nini. Ulipofika miaka 7, ukiwa unacheza na watoto wenzako wakaanza kutofautisha, unajua wewe pua yako ni kubwa kidogo na ya huyu ni ndogo, lakini hii ndogo ndio nzuri zaidi. Ungekuwa na kama ya huyu walau kidogo. Kwa shida inaanza fanyaje? Kwa sababu kuna aina ya kulinganishana hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Kitu kitakufanya, kwa sababu mwenye yule aliyezalisha si aliongezewa? Anayetumia alichonacho anaongezewa. Ambaye anakikatia tamaa sikifanyie chochote anafanyaje? Anapunguziwa. Sasa mojawapo ya vitu ambavyo vinakufanya ukate tamaa ni kujilinganisha na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani alikwambia mafanikio yanaletwa na kwenda shule peke yake? Na nani alikwambia shule peke yake ni ile ya kwenda kukaa darasani miaka 4 uandikiwa umepata cheti cha degree ya kitu fulani? Sema kwamba hakina maana, msininukuu vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji elimu. Kama uko shuleni, fanya bidii upate degree ya kwanza, upate na masters, upate na PhD, na wengine wenye degree moja huko ndani. Pendo, tunataka kuona unaongeza masters ili tuatie moyo watu huko ndani ziongezeke masters, ziwe nini? Ziwe nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama Mungu asingenijalia kupata hiyo elimu, naamini angenijalia kupata elimu ya namna nyingine, kwa mfumo wa namna nyingine. Lakini ninapofika mahali pa kuanza kujilinganisha, labda mimi mfano sikwenda shule, na kwa sababu mimi nilipomaliza sikufaulu sana kama wengine, japokuwa nilifaulu vizuri. Kwa ninapoanza kujilinganisha na mtu mwingine, maana yake ninaikosea heshima nafasi ambayo Mungu amenipa, kwa sababu yule mtu kwa viwango vyake yuko kwenye nafasi yake, na mimi kwa viwango vyangu niko kwenye nini? Kwenye nafasi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nafasi yangu kama Mungu amenipa moja, ana uhakika kwamba nafasi yangu na ile moja aliyenipa vinaendana, na nikiweka moja kwenye ile nafasi inazaa. Lakini nikingangania kwenye nafasi ya mtu mwingine nikaenda na ile moja, maana yake hakuna kitu chochote kinaweza kutokea. Maana yake ni nini? Wakimchukua mtu tajiri sana leo, wakakupa gari yake, wakakupa nyumba yake, wakakupa nguo zake, wakakupa na pesa zake zote za benki, afu yule mtu akaja kuishi maisha yako. Baada ya miaka 10, tena 10 inaweza kawa mingi, wewe utakuwa umerudi kwenye nafasi yako, na yeye atakuwa amerudi kwenye nini? Sijui kama unanielewa vizuri. Utajiri hauko kwenye vitu. Utajiri unaanzia hapa.
Utajiri unaanzia kusikoonekana. Esau pamoja na kumuinda kote Yakobo hakulizi hata mbuzi wa Isaka. Kama hamjui, Yakobo si alikimbia bila kitu pastor. Anakimbia kwenda kwa Labani, hakubeba chochote. Lakini alikuwa na nini? Na baraka. Kwa mchungaji anaposema kwamba tumebarikiwa, wewe unajilinganisha na watu wengine. Unaona kuna mtu ana gari, kuna mtu amejenga, kuna mtu amesoma vizuri, ameolewa na mume mzuri, ana watoto wazuri, unasema wale ndo wamebarikiwa, lakini sisi mchungaji anatudanganya. Yesu umejilinganisha. Babangu mimi anasemaga hivi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakikuonyesha vitu, nyumba nzuri, gari nzuri, pesa nyingi, chakula kizuri, wakati mwingine usisikitike wala usitishike. Huwa anatolea mfano mmoja. Yeye anasemaga ukweli tu, hesabu zilimpita pembeni, alikuwa hawezi vizuri, lakini siku moja akiwa darasa la 5 akaotea mtihani mmoja, akawa ametangulizana na mtu ambaye anajua vizuri hesabu. Na uzuri shule ya msingi huwa tunaandika majibu, hauonyeshi njia. Kwa akafikicha tu macho yake vizuri, ili awe ana uwezo mzuri wa kuhamisha kutoka kwenye karatasi ya yule jamaa kuja kwenye karatasi yake. Basi siku hiyo kijana wa watu kajitutumua kweli kweli, mambo yakaenda sawa. Sasa siku mwalimu anakuja kugawa mitihani, akagawa mitihani ya watu wote ikaisha, afu akawa amebaki Amos peke yake. Akasema kwenye huu mtihani wote mmefanya vizuri, lakini kuna mtu amefanya vizuri sana mpaka amenifurahisha, kwa sababu ninaona kitu cha tofauti ndani yake, amebadilika. Amos akawa amepata alama kubwa kuliko watu wote, na mwalimu akakubaliana. Ila kimoyomoyo mwalimu akasema Amos, tutaelewana tu leo. Akampa karatasi yake. Baadaye akamuita, akamwambia naomba unionyeshe njia ulioitumia kupata haya majibu. Usihuzunike kuona gari zinatembea barabarani. Sikutii moyo kwamba waliofanikiwa wana matatizo, kwa hiyo ukae usitafute kufanikiwa. Ila tusibabaishane. Sawa? Kuna njia nyingine hata wewe ukizitaka leo utajaa vyote, lakini itakufaidia nini ukiupata ulimwengu wote na afu upate hasara ya nini? Usijilinganishe na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakikuonyesha majibu, kubali. Kuna wenye njia za halali na wenye njia ambazo hata wao ni aibu kwao kuzisema. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, 25 mstari wa 26. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Jamaa anarudia sifa zake ambazo amepewa. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ni jambo la kutokujua. Sawa? Au niseme tu kutokujua. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi mwishoni huwa wanakuja kujutia kutokujua kwao. Ndio maana mtu anasema ningelijua. Bwana Yesu asifiwe. Ningefanyaje? Sasa jambo la pili ambalo linatukwamisha watu wengi ni kutokujua sehemu sahihi zinazoendana na vile tulivyo navyo. Wewe ulimaliza shule, ukafaulu vizuri kwa viwango vya juu, lakini vile ambavyo havina nini? Cheti. Viwango vya juu ambavyo havina cheti mnavijua? Viwango vya juu visivyo na cheti. Hakuna mtu anafeli shule. Hayupo. Ila kuna viwango vya juu vyenye vyeti na visivyo na nini? Sifuri ni kiwango cha juu kisicho na nini? Wewe umekaa kwenye mtihani masaa mawili umeandika, mimi sikubaliana na wewe ukiniambia nimefeli. Sikutii moyo kupata sifuri. Lakini nakutia moyo kama ilitokea ukajitahidi kwa uwezo wako na ukapata sifuri, wewe ukufeli.
Nataka nikutie moyo kabisa. Na kama ulikuwa umepoteza ujasiri wako kwa sababu ya sifuri ya kwenye karatasi, inuka leo. Amen. Kuna eneo ambalo Mungu anakuhitaji. Yaani ilitakiwa mlango wa huku usome sifuri ili kule ambako unahitajika kusome 100. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kiwango cha juu kisicho na cheti kupata 4 ya ngapi ili haitolewagi cheti? Ni ya ngapi? Sijui ya 34. Nishasahau vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umekazana kwenda kukesha kwenye malango ya watu ambao wanatakiwa waende na nini? Na vyeti. Hauko sehemu sahihi. Ni kutojua. Ndio maana huyu anamwambia kama uliona haitoshi, kwa nini usingeipeleka kwa wale wanaotoa riba? Yaani kwa nini uifiche? Tusiumpe mtu afanyie biashara, apate faida, atupe sehemu ya faida aliyoipata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mwalimu Nyerere aliainisha mojawapo wa maadui wa taifa letu ni adui nani? Ujinga. Na kinachoondoa ujinga sio elimu ya chuo kikuu. Kuna watu wana elimu za vyuo vikuu lakini bado ni wajinga. Kinachoondoa ujinga sio maombi ya mtume na nabii. Kinachoondoa ujinga sio maombi ya kutapishwa laana. Kinachoondoa ujinga sio kukesha au kufanya kazi kwenye taasisi za elimu. Kinachoondoa ujinga ni kufungua ufahamu wako ili maarifa yaingie. Ndio maana watu wengi leo makanisani wanaendelea kuwa wajinga wa rohoni, kwa sababu wakiambiwa watulie wajifunze neno hawataki, ila wakienda mahali kwenye maombezi ambao mtume akifanya hivi wanaanguka wote, ndio wanaona huyo ndio Mungu. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Ni maarifa. Ni kosa la kutojua. Ujinga maana yake kutokujua. Kubali kuwa mjinga kwenye maeneo mengine yote sio dhambi. Lakini kuwa mjinga juu ya kile ambacho Mungu amekupa ni dhambi ambayo itafuna mafanikio yako yote. Kila mtu ni mjinga kwa sehemu yake. Lakini kama kuna eneo ambalo Mungu amekupa, kubali kuwa mjinga kwenye maeneo yote. Lakini kwenye lile ambalo Mungu amekupa, kama Mungu amekuamini na biashara ya mchicha, hebu uchimbe mchicha ujue vizuri. Usiishie tu kwenye kuwauzia watu, waelekeze mpaka namna ya kuupika. Usiishie tu kwenye kuwauzia watu, jaribu kutafuta maarifa, uambie pia huwa kuna juisi ya mchicha na faida zake. Si ndio unapanua wigo wa biashara? Kwani biashara ni nini? Tunapata hela kutokana na ujinga wa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa hapo anajua kupiga keyboard, sisi wengine wote ni wajinga kwenye keyboard. Ndio maana tunamhitaji yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati mwingine hatukupigia simu wewe kukwambia uhai, leo tuna ibada, lakini tunampigia yeye simu kwa sababu tunajua tukikosa ka keyboard pale, maana yake kanisa kuna eneo fulani kuna nini? Kuna giza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekupa neema, biashara zote milango imejifunga, umejaribu, lakini ulipokanyaga kwenye kuuza ndizi mbivu, Bwana Yesu asifiwe, mambo yakawa yanafanyaje? Sasa jitahidi usiwe mjinga kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekunyima neema zote. Huenda kwa sababu yako mwenyewe ulikuwa mzembe darasani, mambo hayakwenda vizuri, ndio maana leo hauko kwenye taasisi fulani kama ulivyokuwa unatarajia miaka mingi ya nyuma, lakini akakuachia karama ya uimbaji, ukiimba watu wanabarikiwa. Sasa usiendelee kuwa mjinga kwenye hilo eneo, kwa sababu ukiwa mjinga utafikia mahali nyimbo zako zinaenda mbali, lakini unaingia mikataba mibovu, ndio watu wanavoliwa. Kosa la kutojua. Kosa la nini? Ndio maana watu wengi wakiwa wanajuta wanasema ningeli. Kosa la kutojua. Sio lazima ujue mambo yote. Sio lazima uwe na 100 kwenye kila eneo la maisha. Kuna mahali kweli wewe mwenyewe ni shahidi, japokuwa wazazi wanalalamika lakini hawajui. Na mimi huwa nawaambia wazazi wengine, ukiona mtoto
ameleta matokeo nyumbani, amepata matokeo fulani ambayo sio mazuri kwako kama ya kwa jirani, usianze kumwambia we ni mjinga. Usianze kumwambia ina maana ada yangu yote ndio nilipoteza hapo, ina maana miaka 4 yote ni bure. Huenda huyu mtoto amejitahidi kadri yawezavyo. Mimi nimesoma na watu, yani anakesha usiku na mchana, anajituma kwenye kusoma kabisa, lakini havifanyeji, haviingii. Na kwenye chumba cha mtihani anawahi, lakini mambo hayaendi. Maana yake huyu amekuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumtie moyo, mwambie hata hivyo mwanangu umejitahidi. Miaka 4 yote hujaniaibisha. Baba yako sijawahi kuitwa shuleni kwamba mtoto wangu anafanya 1 2 3. Miaka 4 yote nimekushuhudia ukiwahi namba. Miaka 4 yote nimekushuhudia ukiambatana na marafiki wazuri na umeweza kuwa mshauri mzuri kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Miaka 4 yote nimekushuhudia ukimlilia Mungu kwa habari ya elimu yako. Tumeomba pamoja. Hata kwa haya tumshukuru Mungu. Naamini kwa hili kuna hatua nyingine. Ndio maneno ya kusema. Kwa wakifeli hapa kanisani tusiwaache tu waende huko, tubaki na waliofaulu ndo wanakuja hapa. Jamani tunamshukuru Mungu sana watoto wetu wamefaulu. Hata wale waliofeli tuambie pamoja na haya tunamshukuru Mungu na tunaamini kuna hatua nyingine baada ya hii. Kama wote tukifaulu, maana yake kwa makosa ya kutojua wote tunaenda kung'ang'ania kwenye nini? Kwenye mlango mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kosa la nini? La kutojua. Yaani huyu jamaa alipoona mwenye 2, nafikiri aliona mwenye 5 anafanyaje na mwenye 2 anafanyaje. Alipojaribu yeye akapiga mahesabu, akaona mimi mtaji wangu hapa utakufa, ngoja niachane nao tu hawa jamaa waendelee, afu mimi yangu nitatunza ili nije nimpe. Kosa la kutojua wakati mwingine linaletwa na kuishi maisha yako kwa kuangalizia maisha ya watu wengine. Na mbaya zaidi unapoangalizia maisha ya watu wengine, wewe unaishia kwenye majibu tu. Wengi njia hawatakuonyesha. Ndio maana wakati mwingine tunafikiriaga kuwa tajiri ni kuvaa suti ya namna fulani. Ukiona tajiri fulani amevaa suti ya blue na wewe unaenda kuinunua, unakuwa unavaa suti ya nini? Lakini kuna kitu kilichosababisha suti ya blue iwepo. Hicho ndio unachotakiwa kukijua. Kosa la nini? La kutojua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwenzio analala anaamka kila siku saa 5, unaona mambo yake yanaenda sawa kabisa. Na wewe unafikiri kwamba ili mambo yaende sawa, unatakiwa unaamka saa 5 asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Wiki nzima ya kwanza njaa inakudhibiti, unasema hii hapana. Kosa la nini? La kutojua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huduma zingine watu wengine wakwambia sisi kanisani kwetu mambo ya kushuhudia huwa hatuna. Na wao unasema tu hivyo hata na mimi naona nisishuhudie. Haujui kwa nini hawashuhudii. Kwa ni kosa la nini? La kutojua. Bwana Yesu asifiwe. Jiulize kwa nini? Watu wanatoka mbali Kigoma, wanatoka Kilimanjaro, wanakuja hapa Changanyikeni, wanaanza maisha hawana kitu. Baada ya mwaka mmoja unaanza kuona anainuka, baada ya miaka 2, miaka 5 ana kiwanja. Wewe umekaa hapa sasa hivi ni miaka 15 hauna chochote. Ni kosa la nini? La kutojua. Kwa sababu ungalijua kuna fursa ambazo ungezifanyia kazi kabla hawajazifanyia kazi, ambao watu wametoka wapi? Wametoka mbali. Akamwambia kwa nini usingeipeleka kwa watu wao riba? Inawezekana hiki ni kimoja tu ambacho kiliandikwa. Inawezekana alikuwa na vitu vingi sana vya kumwambia. Kwa nini usingeongezea mtaji wako kwa huyu mwenye 2 ukamwambia bwana twende wote. Unapopeleka mzigo wa kiasi fulani na mimi naweka hapo. Kwa hiyo tukipeleka 2 zikija 6 tunakuwa tumepeleka 3, si ndivyo? Tukipeleka 3 zako 2. Yangu 1, si mtaji hautoshi. Zikipatikana 3 utachukua 2 faida, si ndivyo? Na mimi nachukua 1 faida. Tunarudisha kwenye mtaji 3. Hivyo maisha yana njia nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kama ukiyafikiria kwa namna ambavyo Mungu ametaka uyafikirie. Mambo mawili.
Jambo la kwanza, usijilinganishe na mtu mwingine. Kama unataka kupata hatua, kama unataka usinyang'anywe kile ambacho Mungu amekupa, usiishi maisha ya kujilinganisha na watu wengine. Acha wengine waishi maisha yao kwa neema ambayo Mungu amewapa. Ishi maisha yako kwa neema ambayo Mungu amekupa. Hata kama ni wakati wa machozi, lilia mbele za Mungu, usilie mbele za watu. Sisemi kwamba tusiombe msaada kwa watu. Hata mimi huwa nazidiwa naomba msaada, lakini nimekataa kuwa ombaomba. Kuna wakati nalia na Mungu tu. Namwambia Mungu, wewe utafanya njia hapa. Naamini hapa unaponipitisha Mungu, kuna kitu. Wanaweza kusikia. Kuna kitu. Unajua ukitaka kuishi maisha ya kubebwa na watu, hauwezi kuwa imara. Huwezi. Wakati mwingine changamoto ndo zinatuchonga. Mimi kuna wakati mwaka 2013 nilipata safari ya kwenda Uswisi. Nilikuwa sijawahi hata kupanda ndege. Sasa nilipopata ile safari, nikapambana sana kutafuta hela, sikupata. Lakini nikapita sehemu nyingi sana, mwisho wa siku nilikuja kwenda. Kuna mtu mmoja sana ambaye alikuwa mara nyingi akinisaidia, na kuna conference moja hapo kabla ya hiyo alinisaidia, lakini jambo nilokwenda kumwambia wakati nakaribia kusafiri, nilimwambia nashukuru Mungu haukunisaidia kwa haraka. Kwa sababu kuna maeneo nisingefika, kuna watu nisingefahamiana nao, kuna njia nisingeweza kujua kwamba hata kwa njia hizi maisha yapo. Unajua ukiwa unakula na kulala kwa mtu, utajua ili upate maisha ni kupitia kazi ya yule mtu. Yaani ili uwe na kazi kama ya yule mtu. Lakini akikuacha hapo, unajua watu wote wakikuacha, wote kabisa wanaokusaidia, yaani wakiamua ni kama hivi. Unajua nchi huwa inaendeshwa kwa njia nyingi, si ndivyo? Tuna wahisani. Na wewe maisha yako unaendesha kwa njia nyingi sana. Kuna sehemu ya bajeti yako inatoka kwa nani? Kwa wahisani. Sasa wahisani wote kwenye maisha yako yajitoe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nasemaga ukitaka kuona mkono wa Mungu vizuri, na ukitaka kujua mkono wa Mungu vizuri, subiri mikono ya watu wote iondoke juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu wote wakijitoa, hautakufa siku hiyo. Kuna kazi ulikuwa unaidharau, utaifanya. Kuna chakula ulikuwa unakiona sio chakula, utakula ili kesho ifanyeje? Ifike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni mambo mawili hayo nimekuambia, ambayo yanasababisha watu wengi sana waendelee kurudi hatua nyingi nyuma kutoka pale walipo. Yaani ndio kinafanya watu waseme kila kukicha ni afadhali ya nini? Ya jana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama kuna kitu Mungu alikuwa anataka ukifanye leo, usipokifanya leo, unapoingia kesho, maana kuna hatua nyingine anataka ufanye, lakini ulikuwa na hatua ya leo hukuifanya. Yaani kama ulikuwa na deni la kulipa leo, alafu una deni la kulipa kesho, maana kama hukulipa leo na kesho tena na kesho kutwa, maana deni linafanyaje? Limeongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jitahidi, kama kuna kitu Mungu alikuwa anataka ufanye kwenye nafasi ambayo amekupa, kwa kile ambacho amekupa, jitahidi kutokujilinganisha na mtu mwingine. Na jitahidi kufahamu ni namna gani unaweza ukakifanya kile kitu, au ni namna gani unaweza kwenda kujiwekeza sehemu gani kwa jinsi ulivyo. Asije akakwambia tu mtu mimi naanza biashara ya duka, na ukafuata nyuma kuanza biashara ya duka, na wakati mwenzio ana mtaji wa milioni 20, ataenda kutafuta frame atalipa, wewe una shilingi 1000. Utabaki kulia machozi hapa kanisani mpaka asubuhi. Kwa 1000 yako ulikuwa unatakiwa uende ukanunue mafungu 4 ya mchicha, ambayo ukifanya conversion sasa yatakuja kuwa mafungu 8, ambao ungeyauza. Yaani ungetafuta nyumba hizi 4 tu. Nyumba 4. Tena ule mchicha kama ni kijana unauvalia na tai kabisa. Ili ukienda kwenye nyumba usionekane tapeli. Bwana Yesu asifiwe. Unauvalia na tai pale, au unavaa kuendana safi, lakini kuendana na mboga mboga zilivyo. Una mafungu mangapi? 4 ya kuanzia. Kwa 4 dada aliniambia ni 250 fungu moja, lakini likigawanyika linatoa 2. Nakumbuka vizuri, si ndivyo? Kwa ukienda kununua 4 yatakuwa 8. Kila fungu moja utaliuza shilingi ngapi? 500. 8 mara 5 ni ngapi?
4,000. Kwa ukienda kwenye nyumba 4, yaani hata washirika 4 huko kanisani ambao hutaki kuwaomba, ukawaambia tuwe mama fulani tunakulaga mboga, haubishi wali kwenda kutafuta chai, lakini unasema leo nina nini? Nina mchicha, mafungu 8. Yaani hautachukua hata siku nzima, kabla ya jioni utakuwa mpata shilingi ngapi? 4,000. 4,000. Maana yake umeijua sehemu yako. Kwa ile 4,000 tena ukirudi unanunua mengine mangapi? Unatoa 1,000 unakula. Usijilinganishe na mtu mwingine kwa kuona watu wanapanga foleni kwenye mgahawa wa chakula 5,000 na wewe una 4,000, au kwenye mgahawa wa chakula 4,000 na wewe una 4,000 hiyo, na wewe ukajilinganisha nao, ukaenda ukakaa pale ukaagiza 4,000 ikaisha, utarudi kwenye umaskini. Acha wa 4,000 wale pa 4,000, sisi wa 1,000 tunakula kwenye sehemu ya 1,000 kwa utukufu wa nani? Wa Bwana. Kwa tutakula 1,000, 3,000 mtaji, jioni tunarudi kwenye shamba la mboga, tutanunua mafungu mangapi saa hiyo? Mafungu 12. Ukiyagawanya zidisha mara 2 utakuwa mbele mafungu mangapi? 24. 24 mara 500 ni ngapi? 12,000. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaenda kutafuta nyumba ngapi? Nyumba 24. Nyumba 24 unaweza kuzungukia ndani ya muda gani? Tatizo sio kile Mungu alichokupa. Tatizo ni sehemu ambazo unaenda na kile ambacho Mungu amekupa. Tatizo sio kile ambacho wengine wako nacho. Tatizo ni wewe kuwafuata watu wengine kwa kutojua utofauti kati ya kile ambacho wewe unacho na kile ambacho wengine wanacho. Ndio shida yetu kubwa. Unaona mtu umefanya maisha yako, umepata hela, unaona fulani amenunua gari, na wewe kwa sababu zipo unanunua nini? Gari. Lakini hujui unanunua kwa sababu gani, unanunua kwa sababu mtu fulani amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna maswali 6 ambayo nitamalizia nayo, ambayo yatakusaidia kufanya vizuri kwenye sehemu au nafasi ambayo Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katika nafasi yoyote ambayo Mungu amekupa, Mungu anachoangalia anataka ufanye vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haangalii tofauti yako na watu wengine, lakini kwenye eneo ambalo amekuita kwa namna moja ama nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtumishi wake kwenye eneo hilo, iwe biashara, iwe kitu chochote, na Mungu anachotaka kuona ni unafanya nini? Jambo la kwanza la kujiuliza. Kila mtu anatakiwa kujiuliza, mimi ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni nani? Kusoma kitabu cha Kutoka sura ya 2. Mstari wa 11. Biblia inasema, hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yake, akamwona Misri mmoja anampiga Mwebrania mmojawapo wa ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata jina Musa sura ya Kiebrania. Jina Musa alipewa na binti Farao. Binti Farao ndo aliyemuita Musa. Sasa sijui la Kimisri au la wapi mimi sijui. Lakini Biblia inasema binti Farao alivyomuona yule mtoto kwenye kile kisafina anaelea, alivyomchukua, baadaye dada yake alikuwa pale karibu, akampa lile jina, baadaye siku akamuita mama yake. Kwa hiyo unalipwa kwa kitu chako mwenyewe. Yaani kwa kitu ambacho ulitakiwa ufanye bure, kutimiza sehemu ya wajibu wako, unaanza kulipwa kwa ajili ya, yaani unanyonyesha mtoto wako mwenyewe, afu bado kuna mtu anakulipa kwa ajili ya kufanyaje? Lakini kuna mahali Biblia inasema Musa baada ya kuwa nani? Mtu mzima, akaondoka, akawaendea ndugu zake, akatazama nini? Mizigo yao. Bwana Yesu asifiwe. Musa angeendaje kwa ndugu zake kama asingejiuliza mimi ni nani? Kwanza amechukuliwa akiwa mdogo sana. Amelelewa kwenye maadili ya Kimisri. Amefundishwa tamaduni za Kimisri.
Inawezekana alikuwa haongei Kiebrania, alikuwa anaongea Kimisri, sijui wanaongea lugha gani, lakini ndo ninachojua. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukilelewa Usukumani, hata kama wewe ni Mnyakyusa, unakuwa unaongea nini? Kisukuma. Ukilelewa Uchagani, hata kama wewe umezaliwa Marekani, wapi, ni Muhindi, utaongea nini? Kichaga. Kuna Waarabu tunaitaga Waarabu wa Kayenze kule Mwanza, na kule kwetu kijijini kwao mama kulikuwa na Waarabu wengi tu, lakini wakishaka kulingana na yale mazingira wanakuta wafanyaje? Wanaadapt. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kinamfanya Musa anatoka, kitu kinamfanya Musa, pamoja na kuonekana kwamba mahali pale ni pazuri, na wakati mwingine pamoja kuwa kijana wa binti ya mfalme, na wakati mwingine pamoja na kuwa na haki zote za kuingia na kutoka nyumbani mwa Farao, pamoja na kupata kila kitu. Kumbuka ile ni familia ya kifalme, hakuna kinachopungua. Jicho la nchi yote liko pale kujua hawa jamaa wanakula, wanapata ulinzi. Lakini Musa mwisho wa siku anasema nitaondoka wapi? Ni kwa sababu Musa alijitambua yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kauli ukijijua wewe ni nani hautaziongea kwa kinywa chako. Ukijitambua vizuri, kuna maombi utaacha kuomba kabisa. Ukijitambua vizuri, kuna sehemu hautakaa uende. Ukijitambua vizuri, kuna vitu utaacha kuvifanya. Hautafuata watu wengine wanafanya nini, utafuata kile unatakiwa kufanya, kwa sababu unajua wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda kwenye sherehe, kwenye yale mabofea ya chakula, kuna watu waga hawali vyakula vya aina fulani, sio kwa sababu hawavipendi, wanajifahamu. Wanajifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukiingia kwenye daladala, konda huwa hakai kwenye kiti, wala konda huwa hawai siti, kwa sababu anajifahamu yeye ni nani kwenye ile daladala. Maana yake akikalia siti wanapoteza hesabu. Hakuwezi kukaa wewe ni konda wakati abiria wamefanyaje? Wamesimama. Inawezekanaje? Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine kuna mambo unayaongea watu wakisema hali ngumu, na unasema hali nini? Ngumu. Alafu ukija hapa tukisema tumebarikiwa, kwa sababu watu wengine wanasema tumebarikiwa, na wanasema tumefanyaje? Tumebarikiwaje na hali ngumu tena? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukijifahamu, kuna mambo hautayaongea kwa kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema umeshikwa au umetegwa kwa maneno ya nini? Ya kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Ukijifahamu vizuri, hautaanza kumtendea hila mwingine ili nafasi yake akiondoka, kwa kujua kwamba unaonekana wewe. Lakini ukijifahamu vizuri, unajua huyu ana nafasi yake, haitakaa iwe kama yangu, na mimi nina nafasi yangu. Wakati yeye anakazana kwenye yake, anapata mema ya nchi kwa kutii kwake katika nafasi yake, na mimi ninakazana kwenye yangu ili nipate mema ya nchi kwenye nafasi yangu kwa utii wangu mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni nani? Ni swali la muhimu sana la kujiuliza. Usiishie tu kusema unasindikiza maisha. Usiishie tu kusema Mungu amekusahau. Usiishie tu kusema kwamba watu wengine wamebarikiwa. Usiishie kusema tu kama ningekuwa kama fulani na mimi. Usiishie kusema kama ningezaliwa kwenye familia fulani. Mungu anakusudi la wewe kutokea kwenye hiyo familia, huyo mzee asiyejali. Mungu anakusudi la wewe kutokea kwenye hicho kijiji ambacho hakina maendeleo yoyote. Na Mungu ana makusudi ya kukutoa uliko ukiwa haujui unakuja kufanya nini Dar es Salaam. Ikiwa utaikubali hiyo nafasi na kujitambua kwa nafasi hiyo, Mungu ataenda pamoja na wewe. Amen. Kinachomfanya Musa anatoka ni kwa sababu alijijua yeye ni nani. Yusufu anasema ni utendeje uovu huu niweze kumkosea Mungu wangu, si ndivyo? Ni kwa sababu Yusufu alifanyaje? Alijijua ni nani. Kuna wakati tunajisahau. Kuna wakati unaletewa ofa unaitafakari kabisa, lakini unaikubali kwa sababu umejisahau wewe ni nani. Kuna wakati unaletewa mkataba unausaini kabisa, lakini unausaini kwa sababu tu umesahau wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Daudi hakumfuata Goliati hivi hivi. Daudi alijijua.
Waliomwangalia kwa nje hawakumjua Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mojawapo ya faida za vita ni kutokujulikana na adui wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Mojawapo ya faida kubwa ulizonazo katika mapambano ya kimaisha ni kujielewa wewe mwenyewe kuliko watu wengine wanavyokuelewa. Ndio maana kuna wakati utangangana kwenye kitu usichokielewa, lakini wewe utangangana nacho kwa kujua unatafuta nini pale, kwa sababu umejielewa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, niko wapi? Unajua kama hujui uko duniani, mbinguni hauwezi kwenda, kwa sababu hautaishi kama unavyotakiwa kuishi duniani. Kama hujui uko kwenye umaskini, huwezi kutajirika. Na nataka nikupe siri moja tu. Safari za matajiri wote huwa zinaanzia kwenye umaskini walionao. Kwa sababu nafasi nyingine unaoitamani hauwezi kuipata isipokuwa kwa kuanzia kwenye nafasi ulionayo. Kwa kitu kikubwa unachotakiwa kujua ni pale mahali ulipo. Kitu kinamfanya Musa anaondoka kwa Farao kuwaendea ndugu zake ni kwa sababu alijua mahali alipo. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu alipofika kwa Potifa hakuishi kama akiwa nyumbani kwao. Vinginevyo jamaa angemfukuzia mbali au angemuua, kwani ana hasara gani? Yusufu alipobebwa na Waishmaeli hakutembea kama anatembea na ndugu zake. Alijua yuko mikononi mwa akina nani. Bwana Yesu asifiwe. Na tena si alikuwa ameuzwa. Sasa ukimletea jeuri mtu ambaye ameshatoa hela zake kununua, wewe unategemea nini? Yusufu alipofika Misri siku ya kwanza hakuingia kama anaingia kwenye nchi ya baba zake wala babu zake. Aliingia kama mtu anayeingia kwenye nchi ya nini? Ya ugeni. Na alipoambiwa hapa ni Misri akajua, kumbe niko wapi? Misri. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi naamini Yusufu alichokifanya mikononi mwa wale wa Ishmaeli, aliishi kwa karakta au kwa kuonyesha tabia na ambazo ni za juu sana, kwa sababu kumbuka aliyemnunua Yusufu hakuwa mtu wa kawaida. Unajua hata kama kuna kazi za madaraja ya chini na zenyewe zimetofautiana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe ni msichana wa kazi za ndani nyumbani kwa waziri mkuu. Au unafanya kazi Ikulu ya kupika. Yaani wewe ni msichana wa kazi za ndani wapi? Ikulu. Huwezi kuwa sawa na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hata mshahara wako hauwezi kulingana na mtu ambaye anafanya kazi za ndani wapi? Changanyikeni. Sasa wakati huyu jamaa anasema bwana natafuta mtu, kwa sababu kuna kijana mmoja tumetoka naye wapi? Nikana nilikuwa, si ndivyo? Yes, tumetoka naye kule sio kwa Waebrania, sio hata kama walikuwa wanapaelewa vizuri. Huyu kwa jinsi ambavyo tumeenda naye mpaka tumefika naye hapa, kwa kweli atakufaa. Si angeweza kununuliwa na mtu wa kawaida aliyechoka, ambaye atamtesa, anakula kwa shida, yeye atakula kwa shida zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipoingia kwa Potifa, identity kabadilika. Sio kwetu hapa. Mimi ni nani? Ni mtumwa. Akaishi kitumwa vizuri kabisa, akawa mtumwa anayetumika katika nini? Ubora wake. Jamaa akasema subirini kwanza. Nyie wote unajua mnaweza mkawa mnaimba sawa? Hapa mwalimu akasema nyamazeni kwanza. Hebu sikilizeni huyu anavyoimba. Jamaa akasema subirini kwanza. Nyie wote kuanzia leo. Inawezekana alikuwepo mtu akashushwa afu Yusufu akafanyaje? Kwa sababu alijua mahali alipo. Yusufu alipoingia gerezani alijua hapa ni wapi? Ni gerezani. Hakuishi kama alivyotakiwa kuishi uraiani. Mkuu wa gereza sijawahi kuona mfungwa kama wewe. Sasa subiri, mkuu wenu hapa nani? Nyampala nani? Okay, kuanzia leo wewe utapangiwa shughuli nyingine. Kama tunavyoambiwa, si ndivyo? Kuna wakatengua. Yusufu akafanyaje? Akawekwa juu ya wafungwa wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alipoenda mbele ya Farao hakwenda kwa ujeuri. Akamtanguliza Mungu kwanza. Na akamhakikishia Farao Mungu wake atamfunulia siri hiyo. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Wewe je, unatambua eneo ambalo upo? Unatambua ni eneo gani ulilopo kiroho? Unatambua ni eneo gani ulilopo kiuchumi? Unatambua ni eneo gani hata kwenye maisha ya kawaida? Je, hivi unajua kama unaishi Changanyikeni? Unajua kama huduma tunafanyia hapa Changanyikeni? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali ulipo. Jambo la tatu. Niko hapa kwa sababu gani? Ili maisha yaende sawa sawa, lazima ujue sababu za uwepo. Ukiona unasema unasindikiza maisha, ujue haujui upo kwa sababu gani. Ukiona unasema unaganga njaa na wasiwasi, na wewe kama unajua ni kwa sababu gani maisha. Na nilikwambia kwamba kuumbwa kwako wewe sio kwa mpango wako. Ni mpango wa nani? Mimi nikitaka kumtuma mtu akafanye kazi Geita sasa hivi, lazima tuongee, nimwambie nataka nikupeleke Geita. Masharti yangu ni haya na wewe nipe yako. Nafanya yako, utafanya yangu. Unaondoka unaenda wapi? Lakini Mungu anaga mjadala huo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hana huo muda. Maana yake tutake, tusitake, tungekuwepo na sasa hivi tupo. Sasa kinachotusaidia ni nini? Kukaa tu, kusubiri siku ziishe? Ni lazima tutafute kujua sababu za uwepo wetu, na wakati mwingine tuulize Mungu aliyetufanya tufanyeje tuwepo. Wewe umeweka kwenye eneo fulani tu, kazi yako ni kulia, unajua maisha magumu, afadhali hata wale watu waliozaliwa kwenye nchi fulani. Unajua hata kama ningekuwa nimezaliwa kama Ulaya hivi, unajua hata kama na mimi baba yangu angekuwa ni fulani, unajua hata na sisi kidogo kama mchungaji wetu angekuwa mchungaji wa aina fulani. Yani unapanga safu nzima, lakini kitu kidogo tu ambacho umekiacha ni kujua ni kwa nini uko hapo. Yani kama hujui kwa nini umekuja hapa kanisani kwenye hii semina, unapoteza muda. Yani kama hujui kwa nini uko hapa, kwa sababu hautafanya kile ambacho unatakiwa ukifanya hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea hivi kwa staili hii, nafungua Biblia kwa sababu ninajua ni sababu gani imenileta hapa. Sababu za uwepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sababu za uwepo ndo zitakupelekea kujua ni nini unatakiwa ufanye. Sababu za uwepo wako kwenye eneo fulani ambalo hauna elimu ya kutosha kama wengine wanavyosema, ndio zitakupelekea kujua, pamoja na kutokuwa na elimu ya kutosha kwenye hilo eneo, lakini Mungu ameshakuweka. Kama alivyomweka Adamu akamwambia hii bustani uilime, sijui ufanyeje, maana yake ndio zilikuwa sababu za uwepo wa Adamu bustanini. Mungu hakumleta tu Adamu ili aje akae pale awe kama mti. Na mti ulikuwa na sababu ya kuwepo kwake bustanini, nyani walikuwa na sababu ya uwepo wao, tembo walikuwa na sababu ya uwepo wao, nyoka alikuwa na sababu, lakini Mungu akaona haitoshi. Adamu naye afanyeje? Awepo kwa sababu Mungu amekuweka kwenye hiyo familia, kwa sababu Mungu amekupa nafasi ulionao kama mama wa watoto, kwa sababu Mungu amekupa nafasi ya kuwa shemasi katika hii huduma, kwa sababu Mungu amekupa nafasi ya kuwa mkurugenzi wa idara ya vijana, kwa sababu usipoijua hiyo sababu hautafikia vile viwango ambavyo Mungu anataka ufike. Nipo kwa sababu gani? Bwana Yesu asifiwe. Nipo kwa sababu gani? Mungu amekupa nafasi ya kuwa mmoja wapo waliookoka katika nyakati hizi hapa Changanyikeni. Kwa nini asingekupeleka Masaki? Kwa nini asingekuleta kwetu Ubungo? Mbona kuna makanisa mengi tu? Kama ule jamaa anapomuuliza ina maana, Naamani anamwambia Elisha, ina maana mimi kule kwetu haujui kama kuna mito mingi tena misafi sana kuliko mto Yordani? Lakini Elisha anamwambia nenda ukaoge wapi? Kwa sababu kulikuwepo sababu ya Naamani kwenda wapi? Iko sababu ya Mungu kukuweka mahali ulipo. Iko sababu ya Mungu kuruhusu wewe upate division 0, tena ile ambayo haina cheti. Shule umeenda, elimu umepata. Elimu sio mtihani. Elimu sio nini? Elimu sio mimi sikubaliani eti niambie mtu ameenda darasani miaka 4 afu niambie kwamba alipata elimu.
matokeo ni kitu kingine, na elimu ni kitu kingine, na kazi ya kuitoa elimu hapa, yale maarifa uliyofundishwa kuyaleta kwenye karatasi ndio jambo jingine. Kwa hiyo ulichofeli ni kutoa hapa na kuweka kwenye nini? Ila unajua, mbona kizungu unaongea? Ukipewa kupangilia mambo, haupangilii kama mtu aliyeishia la PDC. Ukiambiwa andika barua fulani watupe ukumbi, unaiandika tena kwa mwandiko mzuri kuliko wale waliofaulu. Unataka kuniambia umefeli? Jua sababu za uwepo wako, mahali ambapo sifuri yako imekusukumia, afu anza kuishi hapo kwa uaminifu. Utakuja kuniambia shuhuda zitakazotokea hapo. Kuna sababu. Kuna sababu nataka nikwambie. Iko sababu ya wewe kuwa mahali ulipo. Iko sababu ya wewe kuwa mahali ulipo. Iko sababu ya wewe piga vyombo kwa uaminifu. Seti mitambo kwa uaminifu hapa kanisani. Utakuja kuniambia. Iko sababu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza nimekuambia mimi ni nani. La pili nikakwambia niko wapi. La tatu, kwa sababu gani. La nne, ninatakiwa kufanya nini mahali nilipo. Sababu ndio huwa zinakusukuma kutaka kujua sasa nifanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu alipofika kwa Potifa hakusahau yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Akatafuta kujua alipo ni wapi, maana ni mazingira mapya. Akajua hapa ni kwa Potifa. Kwa sababu gani? Umeletwa kama nini? Kama mtumwa. Sasa kama mtumwa ninatakiwa kufanya nini? Ile ninatakiwa kufanya nini ndio iliyofanya Yusufu awekwe juu ya nini? Ya vyote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umefika 0 yako au 4 yako imekusukumia mahali ulipo, na wewe ukafika tu pale. Mungu kweli amekuweka pale, na kwambia ni sawa na mchezaji ameingizwa uwanjani. Sasa timu imeelemewa, ndio wewe unatakiwa ukaokoe jahazi, lakini Mungu anakufanyia hivi vipi? Lakini wewe tu umekaa, yani upo tu. Nakumbuka kuna kipindi fulani tukiwa wadogo, tulikuwa tunacheza mpira hii ya kugawana mpira wa karatasi. Sasa kuna mdogo wetu mmoja alipoingia uwanjani, yeye tukawa tunamuona tu anafanya hivi. Hafuati mpira uliko, lakini anakuwa anarukaruka. Sasa tukawa tunajiuliza mwenzetu vipi? Sasa unaweza ukawa unaonekana mahali unafanya kitu, kumbe hakuna unachofanya. Wakati wenzio wanakimbilia mpira ulipo, watu wanaomba pasi, wewe uko namna hii. Muda unaenda, lakini hakuna kinachofanyika. Tafuta cha kufanya mahali ulipo. Tafuta kile ambacho unatakiwa ufanye mahali ulipo. Usiangalie namna ulivyoshindwa, usiangalie namna ambapo umekosa vigezo vya kuwa mahali pengine, lakini angalia kile kitu ambacho Mungu anataka ufanye mahali ulipo. Kifanye kwa uaminifu wote, kwa sababu Mungu anachoangalia ni uaminifu wako na wema wako, sio uzuri wa kile unachokifanya ukilinganisha na cha watu wengine. Ndio kitu Mungu anaangalia. Ndio maana wakati mwingine waga tunakuja kushangaa wale tuliowacheka, wale tuliowadharau, wale tulioona hawatakuja kuwa na maisha yoyote, wale tulioona huko mbele ndio watakuja kuwa vijakazi wetu, wale tulioona huko mbele ndio watakuwa wanapalilia bustani zetu, wale tulioona huko mbele ndio watakuja kuwa wanaosha magari yetu, wenyewe ndio wanageuka wanakuwa juu, hapo sisi tunafanya kazi chini yao. Kwa sababu moja tu, kutokujua cha kufanya kwenye nafasi ambazo Mungu ametupa, na tunajipa majukumu ya kuanza kuchambua maisha ya watu wengine na kusemea hatima za watu wengine kwa namna isiko sawa, kuliko kushughulika kwenye mambo ambayo yatafanya hatima zetu ziwe halisi. Unafanya nini? Mungu amekuweka hapa kanisani kama mshirika. Ni kweli hatuwezi wote tukawa mashemasi, hatuwezi wote tukawa wenyekiti wa vijana, hatuwezi wote tukawa wachungaji wasaidizi, hatuwezi wote tukawa wakurugenzi, lakini katika nafasi hiyo ambayo ni ya mshirika wa kawaida, ambao pengine unaona kabisa ustahili, ambao pengine ukiwa unaongea pembeni unasema sijui mimi mchungaji huwa anioni, sijui mimi mchungaji sijui mimi mwenyekiti wa vijana huwa haendi kunisemea. Kwenye hiyo nafasi ya mshirika wa kawaida unafanya nini hapa kanisani? Ni kitu gani ambacho kila siku inaongezeka Mungu akiangalia, hata kama mchungaji haoni, anasema vema fulani, nimeona kazi yako pale kanisani, nimeona kuna kondoo mmoja ameongezeka, nimeona kuna kiti kimoja kimeongezeka, nimeona kuna kitu fulani kimeongezeka, nimeona sadaka yako imeongezeka, nimeona maombi yako yameongezeka. Ni nini
Kazi yao ni kutuvuruga. Kazi yao ni kuja kuangalia wakifika huko nje. Unajua sisi kanisani kwetu, yani mchungaji wetu spidi yake ndogo, kanisa ketu ni kadogo. Wapo wanaotusema hivyo. Hivi unafikiri Mungu anapendezwa na hilo? Hivi unafikiri Mungu kwa hiyo anaweza akajivunia wewe? Ni nini unafanya? Yawezekana tatizo sio kiroho chako. Yawezekana tatizo sio kwamba hujaokoka. Yawezekana tatizo sio kwamba humjui Mungu. Tatizo ni kile unachokifanya, pamoja na kuwa umeokoka, pamoja na kuwa unamjua Mungu, lakini bado umechagua kugeukia mambo ambayo si sahihi. Unafanya nini mahali ulipo? Jambo la 5. Nitakuwepo mahali nilipo kwa muda gani? Au ninatakiwa kuwepo mahali nilipo kwa muda gani? Au ningependa kuwepo mahali nilipo kwa muda gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, kama uko kwenye uchumba, yani kama uko hapa, labda wewe na mchumba wako wote mko hapa ndani, au wewe uko hapa na sehemu nyingine unaoitarajia iko nje, afu hamjui mwisho wa huo uchumba ni nini, vunja huo, anza habari nyingine. Mojawapo ya vitu ambavyo vinatufanya tuendelee kubaki kwenye maeneo ambayo tupo ni kutojua au kutokuweka time limit au ukomo wa muda ambao tungependa kuwepo pale. Unajua, kama unafanya kazi afu haujui utajenga lini, unaweza ukajikuta hujengi kabisa. Kuna watu hawajawahi kushika 500,000, kuna watu hawajawahi kushika 200,000 kwa pamoja, lakini wamefanyaje? Wamejenga. Wewe unaweza ukawa unakusanya milioni, lakini kwa sababu tu haujui ni lini unataka uwe na nyumba yako, ni lini unataka uwe na kwako, unaweza kujikuta ufanyaje? Haujengi. Tuko hapa kwa sababu kuna muda ambao mchungaji, yani tukifikia kipindi fulani tuwe tunaabudia kwenye jengo letu. Lilikuwa na muda. Ndio maana mafundi wakawa wanahimizwa, bwana, kufikia, hebu niambie kufikia lini utakuwa umemaliza. Kwa fundi akisema nipe siku 5 na mkazania ndani ya siku 5 amefanyaje? Amemaliza. Hivi unataka kuwepo kwenye nafasi uliopo kwa muda gani? Kuna mambo ambayo ni maamuzi yetu, kuna mambo ambayo ni maamuzi ya Mungu. Kuishi kwetu au kuwepo kwetu ni Mungu anaamua. Lakini kwa maamuzi ya Mungu pia lazima tuishi kwa zingatio la ule muda ambao ametupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukijua ukomo wako ndani ya eneo fulani, hautapanga mipango ambayo inajiendea yenyewe tu. Utapanga mipango ambayo wewe unaamua iendeje. Kama umepanga mtaji wako wa biashara kufikia mwisho wa mwaka ufikie kiwango fulani, hautaenda tu. Utajaribu kupiga mahesabu ndani ya siku, uwe unaongeza kiasi gani kwenye mtaji wako, ili kwamba kufikia hizo siku mtaji wako umekuwa. Kwa sababu huwa tunapanga mambo ndani ya muda fulani, lakini huwa hatuangalii. Ndio yale mambo mnafika mwisho wa mwaka, anayeshuhudia hapa ni mmoja tu. Wengine wote tunasema tumshukuru Mungu, lakini kimsingi hakuna mtu aliyefikia malengo yake ya mwaka, kwa sababu hakuna aliyekuwa anajua ndani ya huu mwaka anataka nini. Ungependa kuwepo kwa muda gani? Kijana akijua kwamba nina miaka 2 kabla nioe, lazima atajiandaa kwa mazingira ambayo tukituma wazee wa kanisa kwenda kukagua, au tukimkalisha kitimoto kama kweli anatoshea kuoa, atakuwa ametoshea. Vinginevyo tutamwambia usituaibishe na usituchezee. Muda litamkie. Kuna maeneo lazima uyatamkie. Yaani unapotamka mpaka mbingu zinasikia. Kwa unapokuwa unafanya, mbingu ni shahidi, na wakati mwingine Mungu anakufungulia milango kulingana na muda unaotaka. Ungependa kuwepo kwa muda gani? Tungependa kusali kwenye hili jengo dogo kwa kipindi gani? Tukiweka malengo kama kanisa, tukisema tuna miaka 3, tuko wangapi? Tugawane. Wewe utaombea maombi haya, lakini tugawane na sehemu za kutoa na namna ya kuchangisha ili tuongeze jengo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Basi kama hatuwezi, tushuhudie sana, ili wakiongezeka, wakijaa, wakiwa wanakaa mpaka kule nje, wa nje watajiongezea sehemu yao. Ndio inavyokuwa. Mimi namshukuru Mungu, siku moja nikaulizwa, unaona ili kuongeza shule za kata wanafunzi wengi na wakati sehemu hazitoshi? Nikasema ni sawa, kwa sababu tungesema kwamba tujipange kwanza, ingechukua muda. Tuongeze wanafunzi wao wanakaa mpaka nje, tutajenga jengo. Kuna mtu atakuja atatuhurumia, ambaye hela zake ni ngumu, lakini akiona watoto wanasomea chini ya miembe atatupa milioni 20, tutajenga jengo. Bwana Yesu asifiwe. Muda. Tatizo letu ni muda. Tatizo letu hatujui tunatakiwa kuwepo mahali tulipo kwa muda gani. Hata muda wetu wa kuwa hapo ukiisha, huwa tunaendelea kukaa hapo. Yawezekana kwenye nafasi uliopo muda wako ulishaisha siku nyingi, na Mungu ameruhusu uende hatua nyingine, ila kwa sababu umezoea hapo hapo tu, bado unaendelea kuzunguka hapo hapo, unafanya kitu kile kile, unafanya mambo yale yale. Lakini Mungu alisharuhusu zamani, visa yako ilishagongwa ya kwenda hatua nyingine, lakini ni wewe tu kuingia na kusafiri kwenda hatua nyingine. Umebaki mahali ulipo, unasubiri. Ndio ile anasema kwamba yule jamaa alikuwa pale, alikuwa na nafasi yote. Kikwazo haikuwa mtu wa kumweka birikani. Yesu akaja akamwambia, "Nijushe godoro lako ufanyeje? Muda wako ushafika." Ni kujua tu ulitakiwa kuwepo kwa muda gani. Ukijua unatakiwa kuwepo kwa muda gani, hautaacha kujiandaa kwa ajili ya kuondoka. Makosa yetu wengine tu ni kwa sababu hatukujiandaa kusafiri kwa ule muda. Kuna watoto wetu wanamaliza shule, unafikiri yuko form 4, kumbe yuko form 2, lakini kosa la mzazi ni kwamba hakumkumbusha mtoto kumwambia hii shule ni miaka 4. Mwalimu akusisitiza na wewe unaacha kusisitiza, kwa unakuta katoto kanafanya mtihani wa form 4 lakini kako form 2 kanaleta 0. Sio mbaya. Mimi sichukii 0 mtu akiipata kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Ila 0 unaoipata kwa uzembe itakupeleka sehemu ambako hautajisikia vizuri. Utasema tu ndaiweka wapi sura yangu? Kufa hautakufa, kwa sababu utalia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Wakati wenzio wanaenda form 5 utazoea, utabaki wapi? Nyumbani. Hapo baba ashabadilika sura, mama ashabadilika sura. Lakini tujue muda kanisa. Tuna watoto humu wanasoma. Kabla hatujaanza kulalamikia serikali kwamba matokeo ni mabaya, kanisa tunafanya nini kabla hatujafika kwenye sehemu ya kulia? Kuna watu wamesoma humu. Tushughulikie wale walioko chini. Tujue kabisa baada ya mwaka tuna watoto wako form 1. Baada ya miaka 4 tutavuna. Mambo yanaendelea kuharibika, hatushtuki. Watoto hawaendi shule vizuri, hatushtuki. Wengine hawana mahitaji, ni kweli familia zao hazina hela. Ungeweza kumnunulia daftari 2 tu ukamtia moyo, ungeokoa maisha yake. Lakini mwisho wa siku na wewe unakuja unasimama, unajua waziri wa elimu, kanisa kuna shida. Kanisa kuna shida. Kama nchi yote watu wote wakaondoka tukabaki sisi Carmel ndio nchi, maana yake tungekuwa na waziri wa elimu. Kama hatuna waziri wa elimu ndani, maana yake tukibaki sisi mambo yameharibika. Na kama hatuna ujasiri huo, siku mchungaji wetu akipata nafasi ya kwenda Ikulu, rais akamwambia kuna mtu mmoja pale kwako unipe, kuna nafasi na wananisumbua sana hawa, nataka awe simamie mambo ya elimu nchi nzima, atampendekeza nani? Bwana Yesu asifiwe. Tujue kwenda na muda. Kila kipindi kina wakati wake. Kuna vipindi unaviamua wewe, kuna vipindi vikishapita vimepita. Hutabaki na muonekano ulionao kama jinsi ambavyo unakuwa leo. Hutaendelea kuwa kijana milele. Ujana una wakati wake. Na mimi huwa nawaambia vijana, mimi huwa nasema nitajitahidi kufanya kila kitu, ili hata ninapomwambia Mungu, unaona nimegusa kila eneo, nimejaribu kufanya kila kitu. Najua hukuniita kuja kuwa tajiri kuliko wote Tanzania, lakini umeniita kuwaonyesha watu kwamba mengine yote yanawezekana. Sio lazima uwe na kipaji, sio lazima nabii akutabirie, sio watu waseme unafaa sana. Hiki ndicho naamini uliniita kuja kufanya, na sijuti kwa jinsi ninapomaliza mwendo huu. Bwana Yesu asifiwe. Muda. Kuna fursa uko nazo sasa hivi, kuna wakati muda wake utapita. Kuna mambo ukiyafanya sasa hivi watu hawakushangai. Kuna mambo ukifanya sasa hivi hakuna ambaye anakuzungumzia. Lakini kuna umri ukifika, kuna vitu hautaweza kuvifanya kwa sababu hautaweza kuhimili mikuki ya maneno ya watu katika moyo wako.
kwa sababu hautaweza kuhimili watu wanapokukosoa na jinsi ulivyo. Kila fursa ina muda wake. Jiulize tu kwenye eneo ambalo Mungu amekuwepa, ungependa kuwepo kwa muda gani? Huenda hautaendelea kuwa mshirika wa hili kanisa milele yote, lakini utakapoondoka kwenye hili kanisa kwenda eneo nyingine, Mungu atakapokubadilishia kituo cha makazi, Mungu atakapokubadilishia kanisa, inawezekana kesho ikatokea TNG Mikocheni wakaja wakawa wameona hapa wakatunyang'anya binti fulani akaondoka mchungaji. Tutakumbuka kwa lipi? Kwa muda ambao amekuwepo mahali hapa. Inawezekana wa Marekani fulani wanaweza wakamuona mtu hapa wakatuambia tunamhitaji Omari. Tutakukumbuka kwa lipi? Kwa muda ambao Mungu amekupa kuwepo hapa. Kuna mtu mmoja huko mkoani anaweza akawa na shughuli zake akasema ninahitaji binti wa kunisaidia kwenye eneo fulani, ninamhitaji mzee fulani nifanyie. Hutakuwa mshirika wa hili kanisa milele. Nataka nikwambie, kama utaondoka kwenda sehemu fulani, Mungu anaweza kuita uanzishe kituo sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hautahama, lakini safari yako kuna wakati itamalizika ukiwa hapa na tutakuzika, utakuwa umefanya nini kwa kipindi chote ambacho Mungu amekupa neema ya kuwa mmoja wapo wa washirika wa hili kanisa? Utafanya nini kwa kipindi chote ambacho Mungu amekupa neema ya kuwa mzazi wa binti au mtoto fulani? Ulichofanya kazi kubwa ni kumvunja moyo yule mtoto ambaye Mungu amekupa, kumtwisha shida zako, badala ya kumwambia pamoja na yote haya bado unaweza kutimiza ndoto yako ya kuwa daktari, pamoja na yote haya bado unaweza kutimiza ndoto yako ya kuwa injinia. Lakini kwa kipindi chote ambacho Mungu amekukabidhi yule mtoto, umemwalimu akili, umemwambia shida ni zenu siku zote. Unafikiri ni kipi ambacho Mungu atakukumbuka nacho kwa dhamana ya kuwa mzazi ambao amekupa, kwa dhamana ya kuwa mume au mke wa mtu fulani? Sababu ni nafasi. Kuna watu ndo tumevuruga maono ya waume zetu, kuna watu ndo tumevuruga maono ya wake zetu, kuna watu tumevuruga, yani tangu uolewe wewe biashara haziendi sawa sawa, kwa sababu unachokifanya sicho kile ambacho unatakiwa kukifanya kwa muda ambao Mungu amekupa. Muda. Tatizo ni muda. Wakati mwingine tatizo ni muda. Jitahidi kujua majira ambayo unayapitia katika maisha yako, ili uishi katika hayo sawa sawa na Mungu anavyotaka. Jambo la mwisho, ningependa kuwa wapi baada ya kutoka mahali nilipo? Nilikwambia kwamba upati nafasi nyingine isipokuwa mapendekezo yako kwenye nafasi nyingine yanategemea na nafasi ulionayo sasa. Ndio maana wale jamaa mwenye 5, mwenye 10 akaongezewa, akatolewa chini ya machache akawekwa kwenye mengi. Mwenye 2 naye akaambiwa vema, ulikuwa mwaminifu kwenye machache, nitakuweka juu ya mengi. Na ule mwenye 1 akaambiwa mnyang'anyeni 1, mtupeni nje. Hivi unafikiri unachokifanya kwenye nafasi ulionayo, namna ambavyo unatumia nafasi ulionayo, kesho itakuweka wapi? Au je, unafanya kwa kuzingatia ni wapi ambapo unataka uwe kesho? Unazingatia? Kwa sababu sio kuwepo tu kwenye hiyo nafasi, sio hali ya kulilia nafasi nyingine, sio hali ya kusema wanaotaka kuwa wafanyabiashara mwaka huu wapite mbele, ukapita mbele wakaweka mikono. Unaitumiaje nafasi ulionayo ili kuingia kwenye biashara, ili kesho uingie kwenye eneo ambalo unalitaka? Ungependa kuwa wapi? Binti ambaye unataka kuwa mke wa mtu kesho, ambaye ungependa uolewe, je, unaishi maisha yako kwa zingatio la kuwa mtu anayefaa kuolewa? Unaishi maisha yako kwa zingatio la kuwa mtu anayefaa kuwa mke wa mtu? Unaishi maisha yako kwa zingatio la mtu ambaye anatakiwa kuwa wifi wa fulani, mtu anayetakiwa kuwa mkamwana wa fulani? Unaishi hayo maisha? Unaliona hilo mbele? Kwa sababu si kila anayesema daktari anataka kuwa daktari anakuwa daktari. Kuna eneo unapokaa, yale unayoyafanya ndio yatasema kama kweli umequalify kuwa daktari, ili upelekwe kwenye hospitali uanze kufanya kazi, au ile itakufanya uendelee na mambo mengine, kwa sababu umeshindwa kufikia kwenye nafasi ambayo unatakiwa kuwepo. Unatamani Mungu akufanyie nini kupitia utoaji wako? Usitoe kumfurahisha mchungaji kwa nafasi ulionayo.
usitoe kumfurahisha mama mchungaji wakati moyo wako unasikitika. Lakini ungependa ni Mungu akuweke kwenye eneo gani kwa utoaji wako, kwa uaminifu wako? Kwa sababu kuna mambo mengine unafanya huku unaumia. Kuna mambo mengine unafanya unaenda kusema pembeni. Lakini je, utoaji wako unazingatia pale ambapo unataka Mungu akuweke? Ibada unaomfanyia Mungu inazingatia pale ambapo ungependa kuwa kwa viwango vya ibada na viwango vya rohoni? Au kila siku ukisomewa taarifa wasao wewe ni wakunyang'anywa? Kitu alifanya Yusufu aliishi kwa kuzingatia pale ambapo alitaka awe. Baada ya Mungu kumwonyesha ndoto ambayo alikuwa nayo, ilichukua miaka 13 kwa ile ndoto kutimia. Mungu aliposema na Yusufu wa kuamka asubuhi ikawa, lakini alipoendelea kuishi maisha yake alizingatia pale ambapo angetaka kuwa mbeleni. Ndio maana alikataa ajenda ya yule mama. Ndio maana hakutaka kupigana na ndugu zake, lakini alisikiliza Mungu anasema nini. Sijui kama unanielewa. Ninapomalizia semina hii, ninataka Mungu akupeleke hatua nyingine kwa kujitafakari kwenye nafasi ambayo amekupa. Ninataka nikuhakikishie kwa 100% Mungu hajakosea. Mungu hajakosea kukufanya kuwa mshirika wa mahali hapa. Nataka nikuhakikishie kwa 100% Mungu hakukosea kufanya wewe uwe Mtanzania. Mungu hajakukosea kufanya wewe mama wa fulani. Mungu hajakosea kufanya wewe mke wa fulani, japokuwa kuolewa kwako ni wazee inawezekana walikaa wakasema Bwana ukitusumbua sana. Imeshakuwa na Mungu aliruhusu. Kama kungekuwa na namna yoyote ya kutoroka usiwe, Mungu angefanya kwa sababu wewe ni wa kwake. Mungu hawezi kukuweka kwenye mikono ambayo sio salama. Angekupa mchungaji mwingine, asingekuweka mikononi mwa pasta sote. Angekupa mama mchungaji mwingine, asingekuweka mikononi mwa mama sote. Angekuweka kwenye eneo jingine, asingekuleta changanyikeni. Nataka ujitafakari tu. Maamuzi ya maisha unayoyataka, maamuzi ya viwango unaovitaka, maamuzi ya kile unachokitaka kutoka kwenye nafasi yako kwako. Usiseme unamwachia Mungu. Mungu tayari ameshakuwezesha. Ni nini unatakiwa kufanya kama Mtanzania? Ni nini unatakiwa kufanya kama binti ambaye umeokoka, kijana ambaye umeokoka? Kwa nafasi tulionao, Biblia inasema kwamba tunatakiwa kuwa barua. Sisi ni chumvi, sisi ni nuru. Biblia imetupamba kwa yote hayo. Sifa ya chumvi inatakiwa ifanyeje? Kutia ladha kwenye chakula. Kama wewe ni nuru unatakiwa kuangaza. Kama wewe ni barua unatakiwa usomeke vizuri. Kwenye nafasi yako unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa zamu hii nikushukuru kwa uaminifu wako. Kwa hizi siku 3 ambazo umenituma hapa Carmel, Mungu, ninaamini kuna mtu ulimkusudia, na mpaka ninapomaliza Bwana, dozi yake imekamilika. Roho Mtakatifu katika utendaji kazi wake kwa hiki ambacho Mungu umekileta mahali hapa, uwasaidie watu wao kwenda hatua nyingine. Maana hakuna faida yoyote ya kuyazungumza haya kama hayatafanya kazi katika maisha ya mtu na kubadilisha maisha. Itakuwa ni kazi bure. Lakini Mungu, ninakuamini wewe ni mwaminifu, hujanituma mahali hapa bure. Kama si kwa ajili ya watu wao, basi umenituma kwa ajili ya jengo hili, ili yahifadhiwe katika hili jengo, watakao kuja ambao wamekusudiwa wapate kusikia. Ninaamini viti vitazungumza. Ninaamini speaker zitaendelea kusema. Ninaamini paa litaendelea kunena. Ninaamini kuta zitaendelea kunena. Ninaamini vyote visivyoongea mahali hapa vitaendelea kunena maneno haya mpaka yafanye mabadiliko katika maisha ya mtu. Ninakuamini Mungu wa ukosei. Kama ambavyo ukukosea kuwaleta watu hawa hapa ili wakusanyike na kufanyia ibada mahali hapa, hukukosea kunileta pia. Kuna nyakati nyingi, kuna majira mengi yalipita, kuna mambo mengi yalipita, kuna taarifa nyingi zilipita, kuna vitu vingi vilipita, lakini haya ndio yalikuwa majira sahihi. Kuna wengi walitangulia kuiandaa njia kwa ajili ya haya.
Lakini kwa majira haya, Roho Mtakatifu uliye mwaminifu, kuna sehemu mimi kama mwanadamu yamkini sijazigusa. Yawezekana watu hao bado ni wakavu kwa maneno haya, lakini mvua yako Roho Mtakatifu iweza kulainisha mioyo, iweza kuondoa magugu ya yule adui, iweza kuondoa fikra ambazo zinawafanya watu wajione hawafai, ikatende kazi jioni ya leo kuanzia sasa. Ninakubariki Roho Mtakatifu, ninakuinua Mungu uliye mwaminifu. Wewe umuinue mnyonge kutoka mavumbini. Ulisema unamketisha pamoja na wakuu, kama ulivyomwambia Ezekieli atabiri. Nimemaliza kutabiri kwa zamu hii Mungu. Kuna ambayo sio kazi yangu, ni kazi yako, ninayaacha mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo. Amen.